kiujumla. Kabla yote ni washukuru viongozi wangu kwa kunipa nafasi hii ya kuyazungumza machache nitakayozungumza kwa niaba ya taasisi na kwa niaba ya nchi vile vile. Tunapozungumza kwa niaba ya nchi kwa sababu taasisi iko ndani ya nchi. Kama tunavyoona huku viongozi wengi washatambulishwa kuanzia mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa taifa, katibu na mjumbe kutoka bodi ya wadhamini pia wote wameshazungumza. Mimi la kwangu ni dogo tu, wengi wenu hii sura yangu sio ngeni kwenu. Sema kasema leo Kombwa na nini? Hapana. Mimi yangu leo ni machache kwa sababu niko na mabosi zangu. Siwezi kuwa na mengi zaidi. Kikubwa walichokizungumza mimi natoa tu msisitizo. Swala zima la amani. Amani ndiyo kila kitu. Kijana mwenzangu ambaye upo nyumbani sasa hivi umejisahau kwenye Instagram, kwenye Twitter kwa kufata kauli za watu waliokuwa nje, kwa sababu wanaohamasisha maandamano hayuko nchini hata mtu mmoja, wote wako nje. Hakuna mwanachama au kiongozi wa kisiasa wa aina yoyote anayehamasisha swala hili la maandamano katika nchi yetu. Tunaona watu sasa hivi wanayapokea kutoka kwenye mitandao ya kijamii na wanaanza kuyazungumza wakiamini kwamba watakuja kulifanya hilo jambo. Taasisi ya Al-Malidi iliona kuna umuhimu kwa sababu taarifa sio kitu kidogo. Taarifa sio kitu cha kupuuzia. Hata kama mtu anania ovu, kitu hata kuanzia kwenye simu mtu anaweza kaanza na jambo kwenye simu. Kwa hiyo nikaona hapana, ni lazima walizungumze jambo hili, ni lazima lizungumzwe jambo hili kwamba amani ndiyo kila kitu, ndiyo msingi wa maisha yako. Wewe ndugu yangu ambaye unaabudu, wewe ndugu yangu ambaye unakwenda kutafuta riziki yako, bila amani huwezi kufanya chochote, au huwezi kuabudu, au huwezi kwenda kutafuta riziki yako yote. Hata muda uliopata kuingia kwenye mtandao ukakomenti, ukapongeza hayo maandamano unayopongeza, muda huo amani kitoweka, hautapata nafasi hiyo. Kwa hiyo na mimi naungana na viongozi wa taasisi, na mimi nikiwa kama kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni mwenezi wa taasisi ya Al-Malidi, nasema Watanzania tusije tukakubali kuingizwa mkenge na baadhi ya watu. Na mimi niliombe tu vyombo vya usalama vyote, kuanzia jeshi la polisi na kadhalika, vyote waanze kufuatiliwa wale wanaohamasisha mitandao au wanaohamasisha maandamano ndani ya mitandao. Waanze kufuatiliwa hivi sasa, kwa sababu kumnyima mtu kupiga kura ni sawasawa umemnyima mtu haki yake kikatiba. Ina maana ukihamasisha maandamano siku ya uchaguzi, ina maana wewe hauna utofauti na Tundu Lissu. Nitazungumza hivi. Hauna utofauti na mwanasiasa anayepinga kuingia kwenye uchaguzi. Ushanifahamu? Kwa ndugu zanguni, nawaomba msije mkaingizwa mkenge vijana wenzangu. Mtakuja kulia. Na sisi kama viongozi wa kidini hatutaki waumini wetu waumie. Tunachotaka waumini wetu wawe na amani, wakatafute riziki zao, wapate mawaidha kutoka kwenye dini tofauti ili wamwelekee Mungu wao kwa amani. Jukumu la taasisi ya kidini ni kumnasihi mwanachama muumini wake kuweza kusimama katika misingi ya kuweza kumrejea Mungu wake. Mimi leo sina la ziada. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama nimekosea. Kabla ya dua nitamaliza tu kwa aya na hadithi. Sitazungumza katika haya aliyosemwa, yashaeleweka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, baada billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima qasabat aydin nas yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Mwenyezi Mungu anasema uharibifu umedhihiri barani na baharini kwa yale yaliyotangulizwa na mikono yetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu huwa analeta adhabu ili kuwafanya watu warejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sehemu ya amani, ndugu zangu, ndio mambo Mwenyezi Mungu anayoyapenda. Tunaposema ibada ni ismu jamaa, ni jina la jumla, lakini ni miongoni mwa yale Mwenyezi Mungu anayoyapenda na kuyaridhia. Mtume SAW namalizia kwa hadithi hii, nifanye dua. Mtume anasema la yuldahul mu'min min juhri wahid marratain. A believer do not stung twice out of one and the same hole. Kwamba muumini hagongwi katika shimo moja mara mbili. Tunajifunza kwa nchi za wenzetu.
namna amani ilivyochafuka. Sasa sisi kama waumini haiwezekani tuende tukadungwe katika shimo moja mara mbili hali ya kuwa tunajitambua. Kwa hiyo ndio maana haya viongozi wameamua kuyafanya. Kwa hiyo naingia katika dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba tujalie katika nchi yetu iwe nchi ya amani. Nchi yetu hii tunaingia katika uchaguzi, ni katika majukumu ambayo yana ulazima kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa Mwenyezi Mungu tunaomba waongoze viongozi wetu wa nchi, viongozi wa usalama waweze kusimamia kwa umakini. Na Mwenyezi Mungu pia ishushe mioyo ya wale ambao wanataka kufanya uharibifu katika nchi yetu. Kwa rehema na amani na utukufu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka zako na utukufu wako na uwezo wako, nchi yetu endelee kuwa amani na uchaguzi uweze kumalizika kwa salama. Baada ya kusema haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ni uchaguzi, ingawa umekuja umechelewa kidogo, tulikuwa tumeshalizungumza hilo, lakini wanasema better late than never. Kifupi ni kwamba uchaguzi ni maandalizi. Wale waliojiandikisha, kwa sababu huwezi kupiga kura kama hujajiandikisha, yani kama huna nini kile kitambulisho. Kinachotakiwa ni kufuatilia kwenye tume maelekezo. Kubwa unachotakiwa kufanya wewe ni kwenda kuchagua, na kuchagua unayo hiari. Mtu yoyote asije akakubabaisha kwamba chagua chama fulani. Wewe mwenyewe unajua kwa vigezo vya kampeni ya hawa viongozi wanaotaka kuchaguliwa walivyovisema, pima. Lakini upimaji mwingine uje kwa kuiona nchi yetu imepitia wapi, imefanya nini, na mpaka sasa hivi tuko wapi, kuna miradi gani, kwa hiyo tunataka kiongozi wa namna gani. Sisi hatuko hapa kusema kiongozi fulani ndio achaguliwe, lakini tunachosema kila mtu ana akili, anaangalia. Tulishawahi kuambiwa kwamba mimi mkinichagua ubwabwa utakuwepo. Sasa wewe kama ni mpenda ubwabwa, chagua ubwabwa. Lakini what is more important ni kuhakikisha kwamba unamchagua mtu ambaye unajua kwamba anachagulika. Unaona? Manake wakati wa kampeni huwa kuna stories nyingi, lakini kuna vipaumbele vya vitu ambavyo umeshaona, maendeleo ambayo umeshayaona, au ni kitu gani katika kitongoji chako au kata yako au wilaya yako au mkoa wako ambacho unaona kwamba nikimchagua fulani hiki kitu kitakwenda sawa sawa. Vitu muhimu kama elimu, kama barabara, miundombinu. Je, hii miundombinu hii tunafanyaje? Kuna maendeleo kwenye miundombinu? Vitu kama hivyo. Mimi nakumbuka zamani, mimi natokea Mwanza. Ilikuwa kutoka Dar es Salaam kufika Mwanza ni siku 3. Kwa hiyo lazima uwe na mihogo pembeni kidogo na vitu kama hivyo. Wakati alhamdulillah sasa hivi hata Waruguru hawa au Wagogo, watu wajabu hao, sasa hivi anaweza kanywa chai kule akaja hapa akapata lunch time. Nadhani nimekujibu swali jingine.